Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad nabihi irumihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma baada. Ndugu zangu katika Nadwa Online TV, leo kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala nitakupeni swala ya haja, au swala hii ni dua kwa mwenye kuishika, basi kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala hatamkizia haja zake alizokuwa nazo, wala haja hizo ziwe harufu na zaidi ya harufu ya hapo. Sawa. Lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza, hii ni Nadwa Online TV, usikose kusubscribe hapa, kulike, kushare. Kama una swali, una maoni mbalimbali, naomba uangushe hapa kwenye comment yako. Lakini itakuwa nzuri zaidi kwa wale ambao watapambana wapate na vijitabu kwa ajili ya kujiongezea elimu yako, mambo ambayo hatuwezi kuyafundisha katika masuala haya ya mitandao. Lakini kuna sehemu yoyote hujaelewa, namba zipo, na una changamoto yoyote unaweza kutafuta. Insha Allah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakwenda kukusaidia. Lakini kwa wale ambao wenye kusababishwa wanakuwa ni changamoto ya matatizo mbalimbali kama vile vidonda vya tumbo, ziko dawa mujarabu tayari zile zenye kutengenezwa. Lakini wewe una sukari, una pressure, umekimbiwa, unahitaji dawa za mvuto, unahitaji dawa za kusafisha nyota na masuala mengine, ama una kesi nzito, basi bismillah, yote hayo tunaweza tukakusaidia. Ama kinga ya nyumba, kinga ya mwili, ama kazi, majukumu mbalimbali, hayo yote tunaweza yakazungumzika na ukaweza kupata ufumbuzi wake. Mimi ni Maalim Ibuka na hii ni Nadwa Online TV. Alfawaida, faida hii rawa ani Muhammad ibn Daud anao qala raaitu fi kitabi al-Imam Shafi'i. Anasema huyu bwana Muhammad, Mwenyezi Mungu ampe radhi nyingi, anasema anao qala, aliwahi kusikika akisema raaitu fi kitabi al-Imam Shafi'i, nimeona katika kitabu kimoja wapo alichokiandika Imam Shafi'i, kwa sababu Imam Shafi'i anajulikana miongoni mwa madhehebu maalum la Imam Shafi'i, na mashekhe ni wengi wameandika vitabu, hasa vitabu vya masuala ya elimu ya fiqh na masuala mengine ya sheria ya Uislamu. Kwa hiyo yeye katika kusoma vitabu hivyo vya Imam Shafi'i, sehemu moja aliwahi kuona kwamba fi kitabu Imam Shafi'i rahimallahu anhu yakhbutuhu ma mithla salatul haja halfa hajati alaiha khudhur ba'd al-ibadi yusallu rak'atayn yakra fil awwal fatiha al-kitabi marra wa qul ya ayyuhal kafirun. Takwenda tu kwa haraka kuogopa nakara hii siwe ndefu sana. Huyu Muhammad yeye aliwahi kuona kwenye kitabu kimoja cha Imam Shafi'i kwamba kuna swala moja, hiyo ni sunna, ukiswali hiyo vizuri, basi Allah tabaraka wa taala akikupokelea itakuwa ni asibabi ya kutekeleza au kupewa wewe na Allah tabaraka wa taala haja 1000. Yani una shida, una maradhi, una dhiki, una vifungo, una madeni, huna watoto, huna riziki, labda hujapata kazi, unahitaji kupanda cheo, unahitaji sijui kukubarika, unahitaji kuelewa mambo, yani zihesabu hizo haja zako zifike hata 1000. Unahitaji kinga ya mali, ya nyumba, ya nini na nini na masuala mengine. Sawa. Anasema kwamba yusali rak'atayn, utaswali raka mbili, yakra fil awwal fatiha al-kitabi marra, raka ya kwanza utasoma hii suratul Fatiha na wa qul ya ayyuhal kafirun, na unasoma qul ya ayyuhal kafirun 10 marat, hii utaisoma mara 10. Yani bismillahir rahmanir rahim, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, irudie hiyo sura mara 10, kisha ndo unaenda kurukuu, utaitidari kama kawaida, utaendelea na swala zako kama za kawaida. Utaporudi katika raka ya pili, wa fi thaniyati fatiha al-kitabi marra wa qul huwallahu ahad 10 marati, utaporudi tena kwenye raka ya pili utasoma tena suratul Fatiha vile vile kama unavyoswali swala zingine, na swala nyingi utakayosoma ni sura qul huwallahu ahad. Hapa nitakuongezea faida kidogo. Mashekhe wengi hasa wale ambao wenye elimu za hizi
za dua na mambo mengine, wakiwa wanaswali suna yote ile ya haja, suna nyingi ambao wakiwa wanaswali basi wao wanapenda kuzisoma haya sura hizi mbili. Ingawa huyu shekhe hapa Imam Shafi amesema zisome mara 10 kila moja, lakini wengine wanasoma tu hapo 3, wengine moja kwa haja nyingine. Lakini kwa mtaratibu huu kwenye hicho kitabu cha Imam Shafi kinasema raka ya kwanza soma suratul Fatiha na suratul Qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya pili soma suratul Fatiha na Qul ya ayyuhal kafirun. Naam. Akasema thumma yasjudu ba'da salam, kisha utasujudu tena baada salamu. Wa yusalla ala nabii sallallahu alaihi wasallam fi sujuduhu, utamswalia mtume hapo katika sijida yako mara 10. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi. Rudia hiyo mara 10. Baada ya hapo sema neno hili subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rudia hilo neno subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah, Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rudia neno hilo na lao mara 10. So sawa. Baada ya hapo sema neno hilo, soma dua hii rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa aqina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanata wa aqina adhaban nar. Utarudia tena hiyo mara 10. Thumma sallallahu hajatuhu tuqdha bi iznillah ta'ala. Hapo sema maneno yako, shida zako zilizokufanya usome hii dua, usome hii swala. Shekhe, ndugu yangu, kama ni baba, kama ni mama, kama ni dada, kama ni kaka, hajawahi kuswali mtu sunna hii isipokuwa Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala alimpa. Waliyekuwa chini kimaisha walinyanyuka, waliyekuwa wagumu kufahamu mambo walifahamu, waliyekuwa wenye vifungo walifunguka, waliyekuwa na mitihani mbalimbali Allah Tabaraka wa Taala haliwakizia. Wapo watu tulimwasaidia kwenye makesi mbalimbali, kwenye mitihani mbalimbali, na hii unaweza kumfanyia mwanao, unaweza kumfanyia mkeo, hata kama ana matabia mbaya, ana mambo asiridhisha, unampa mitaji mbalimbali haeleweki, unatamani afike hatua fulani hivyo, kazini unahangaishwa, unasumbuka, biiznillah ifanye hivi. Ziko taaliki mbalimbali kupitia hiyo swala. Kwa mfano mmoja hapo alisema qala Sheikh Abu Qasim al-Hakim ba'atha ila fulani hadith Rasulullah alamu hadha sala, kwamba yeye anasema huyu Abu Qasim anasema tu kuna sehemu nzuri alisikia mtu mmoja kutoka mbali kwamba dua hii ilifundishwa na Bwana Mtume na hivi na vingi na hivi na vile. Kwa hiyo ziko hawasati mbalimbali tunazozungumzia hii swala, lakini ni mujarabu sana. Nikukumbushe kwa wewe bado hujasubscribe, hujalike, hujapata na vitabu mbalimbali. Vitabu sasa unaweza kuvipata kwa ofa kutoka kule kwenye 30, vingine 35, unaweza kuvipata kwa ofa shilingi 20,000 kitabu kimoja. Ndio mwingine mtu anaweza kukuta mimi nilisikia unauza 10,000. Nilisema kwa sababu maalum. Sasa hivi tumekuja, vitabu vyetu vinauzwa kwa shilingi 20,000 kitabu kimoja, kasoro kitabu cha Uchai wa Pwani, Uchai wa Moto pamoja na Fungua Al-Badiri. Wala unahitaji Fungua Al-Badiri ipo kwenye bei yake ile. Lakini vitabu ni vingi, Uchai wa Moto, Funguo ya Ajabu, unaweza kufungua mambo mbalimbali, Safina Nzito na kitabu kimekusanya mambo mengi, Jiko la Uganga na mambo mengine. Naweza kukwambia kwa wale ambao hawajasoma Jiko la Uganga, basi ni sawa bado yupo njiani kweli kujifundisha elimu ya uganga. Mimi nawatakeni masomo mema, lakini usisahau vitabu hivi unaweza kuvipata kwa 8 kwa shilingi 100,000 ama vitabu 12 kwa shilingi 150 kwa bei ya Kitanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.